Hii inaendelea kuwa ni hatari sana katika maisha ya Ibrahim Traore, na ni lazima tulizungumze kwamba sidhani kama mwamba anaweza akadumu katika kiti cha urais kwa nchi ya Burkina Faso. Huyu tunajua ni papa mpya ambaye ni Papa Robert, na kiuhalisia kwa sasa amekuwa na ajenda inayoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii ya LGBT, yani ajenda ya lesbian, gay, bisexual, transgender, ambayo ni kuhusiana na masuala ya mapenzi ya jinsia moja, huku swala la wanawake kuweza kujihusisha na usagaji, lakini pia wanaume kuweza kujihusisha na swala zima la ushoga. Sasa kitakachoweza kumkosti ama kinachoendelea kumkosti mwamba Ibrahim Traore sio kwa ubaya, lakini yeye amekuwa akiweka haki na akifanya haki kuzungumzia kwamba ni swala ambalo halitaki katika nchi yake, na hataki jambo hilo liweze kutokea wala kusaini fomu yoyote ya maridhiano ama fomu ya ridhaa katika nchi yake kuweza kuruhusu swala la LGBT na kuweza kuruhusu bendera ya upinde wa mvua ambayo inawakilishwa kuweza kuhusisha hili swala LGBT ambapo ni lesbian, gay, bisexual, transgender. Kwa hiyo ni issue ambayo inaweza ikampelekea pia hata umauti Ibrahim Traore, kwa sababu itaonekana kabisa kwamba tayari huyu mwamba ambaye inaonekana kuwa na ushawishi wa kutosha katika nchi za Kiafrika na hata katika nchi yake ya Burkina Faso amekuwa akipinga vikali ajenda za viongozi wa dini, ambao pia nafikiri tukizungumzia kitendo cha kumpinga papa, basi ni kitendo ambacho huenda kikakufanya pia maisha yako yaweze kuwa hatarini. Kwa hiyo ni issue ambayo kwa sasa kila mmoja amekuwa kimwombea sana maisha marefu na kuangalia ni nini kitakachoweza kutokea kwa Rais Ibrahim Traore, ambaye kwa sasa tunaona kabisa kwamba kwa hii issue ama dalili hii ya kitendo cha kupinga wazi na kuonekana kabisa kwamba anapingana na Papa mpya Robert. Kwa hiyo huenda ikawa ni swala ambalo huenda likapelekea mambo mengine kutokea katika nchi ya Burkina Faso. Kwa hiyo nafikiri cha msingi ni kuendelea kumwombea zaidi mwamba Ibrahim Traore katika maisha yake na kuhakikisha kabisa kwamba anafanikisha yale aliyoweza kuyaweka kama msingi na kuweka kama moja ya kuhakikisha kabisa kwamba anapambania haki na kutoruhusu pia uvunjifu wa kiimani na kutoruhusu pia uvunjifu wa tabia chafu katika nchi yake ya Burkina Faso. Cha msingi tukutane kwenye comment ni Hatoboy Media.